Mungu, basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa rafiki wa dunia unakuwa umeshajifanya kuwa adui wa Mungu. Ndio maana maandiko yanakazia kwamba tusipende dunia. Hebu tusome kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Maandiko yanasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Haleluya. Ya leo tutajifunza neno la Mungu. Leo sitainjilisha. Leo tutajifunza neno la Mungu kwa pamoja. Kwa sababu maangamizi mengi yanayotukumba sisi wana ni kwa sababu ya ujinga. Ni kwa sababu ya ujinga. Ujinga ndio kichaka ambacho adui anajificha ili kwamba kuweza kutupiga. Na ujinga ukishakomaa unazaa upumbavu. Na mtu akishakuwa mpumbavu hawezi kukomboka tena. Haleluya. Ya ukishakuwa mpumbavu hawezi kukomboka tena. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mpumbavu hunena nafsini mwake kwamba hakuna Mungu. Ukishakuwa mpumbavu hawezi kukombolewa tena. Kwa upumbavu ni ujinga uliokomaa. Lakini ujinga unatibika. Ujinga ni ukosefu wa maarifa sahihi katika kufanya jambo fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya, ni kukosekana tu kwa maarifa sahihi katika kufanya jambo fulani ndio tunaita ujinga. Kwa kila mtu ni mjinga, sema amina. Amina. Kila mtu ni mjinga, sema amina. Amina. Ya, kila mtu ni mjinga. Kila mtu ni mjinga. Lakini ujinga unatibika. Yaani hata mimi kuna sehemu ambapo ni mjinga. Yaani Waswahili wanatumiaga tafsida